Kocha, mechi imemalizika, mmeonyesha mchezo mzuri. Unazungumziaje mashindano ya CRDB Bank Federation Cup na mchezo kwa jumla ulikuwaje? Kwanza ni mashindano mazuri kwa sababu timu ndogo zinapata nafasi kucheza na timu kubwa. Tunajifunza vitu vingi. Kama ulivyoona wachezaji wangu ni wadogo, hawajawahi kucheza mashindano makubwa. Wamecheza na timu kubwa kabisa, hii sio level yetu, lakini hawakuwa na uoga kwa kiasi hicho. Kwa hiyo haya yanatakiwa yaendelezwe kwa sababu yanatupa nafasi na sisi. Lakini tukizungumzia mchezo wa leo, Yanga hawakuweka kikosi chao chote, lakini wameonyesha mchezo mzuri. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, si kwao wala kwetu ambapo tumepata majeruhi. Na sisi vijana wetu wamecheza vizuri kama ambavyo tuliwaelekeza. Tulikuwa naona tukae nyuma, tuache wacheze kwa sababu tukitaka kupambana nao hatuwawezi. Mwalimu, ukiachana na matokeo ya kupoteza, ni kwa kiasi gani wachezaji wametekeleza kile ambacho mlikuwa mmejiandaa nacho kwenye mchezo wa leo? Wametekeleza kwa 80%. Unajua kwenye mpira huwezi kutekeleza kwa 100%. Kwa 80%, kwanza fitness yao umeiona ni nzuri, kwa sababu kama tusingekuwa fiti pamoja na kwamba kukaa nyuma bado wangeweza kutufunga. Lakini la pili, mbinu ya ukabaji. Tungekuwa tunafanya makosa mengi wangetufunga kwa faulo. Unaona hawajafunga magoli ya faulo pale mbele. Kwa hiyo wametekeleza kwa 80%. Kupitia mchezo huu, nini ambacho mmekipata mnarudi nacho kwenye ligi ya championship? Ni kwamba sisi tuko kwenye nafasi mbaya kwenye championship na niliingia katikati wakiwa nafasi ya 8 na kadiri ninavyo struggle, lakini bado wale walioko juu yangu na wao wanashinda, lakini kwa sababu nina michezo 5 nyumbani na nina pointi 40 na matumaini naweza nikasogea nikaingia kwenye playoff. Kocha, mabadiliko ya Sada kuna namna kama yaliathiri mfumo. Unaona hilo wakati mnaendelea kufanya mabadiliko kwa sababu kutoka alipotoka ikawapa nafasi kubwa Yanga kucheza kwa kupita. Wewe ni mwandishi wa habari, mimi ni coach. Tena coach mwenye uzoefu mkubwa. Sisi hatukutaka kufunga. Sisi tulikuwa tunataka kuzuia hizo goli mbili na tosha. Na niliingiza watu kwa ajili ya kukaba. Kwa hiyo wewe ulikuwa unafikiria tucheze tushinde. Unashindaje pale? Unashindaje mbele ya Yanga? Si ulikuwa unaona? Kwa sababu nafasi 3 tulipata, kama angekuwa wachezaji wa komavu wangefunga zile zote kipindi cha kwanza. Lakini mlionekana mna uwezo wa kupata nafasi na kuzitengeneza pia. Ndio nasema nafasi kama zile wanapata akina Pacome, akina Aziz wanafunga, bado vijana wetu wadogo. Kwa hiyo kile walichofanya ndicho wanastahili kwa uwezo wao. Kuna namna kwenye mchezo wa leo timu imeonyesha ukomavu hali ya juu. Kwa maana jinsi ambavyo walikuwa wanacheza kwa kujiamini. Ni kipi ambacho ulizungumza na wachezaji wako hasa walipoingia kwenye kipindi cha kwanza? Wamecheza kwa kujiamini sana. Kwanza niliwajulisha kwamba Yanga sio timu nzuri ya kucheza nayo kwa kuidharau. Wanaweza kukuadhibu kwa magoli mengi. Kwanza waheshimu, alafu wasipoteze mipira. Na ulikuwa unaona tunaweza kukaa nyuma kule tukawa tunacheza, watu wanaona kama tunacheza tu. Njia moja ya kujilinda ni kukaa na mpira. Kwa hiyo na wao walitekeleza hilo. Kocha, asante. Asante sana.